Sisi kama wadau tumewaleta hapa wadau mbalimbali kuangalia ni kwa namna gani tunaweza kuweka uwiano sasa wa jitihada za serikali kwenye kuhakikisha inafanya haya mabadiliko, lakini na majukumu ya serikali katika kuhakikisha kwamba yanaleta haya mabadiliko kwa wakati, kwa sababu kadri mabadiliko ya sheria ya ndoa yanavyozidi kuchelewa ndivyo wasichana wanavyozidi kuathiriwa. Kwa hiyo tunataka kuangalia tunawezaje kuweka uwiano sawa katika huo uwajibikaji, kuhakikisha kwamba ndio tunakusanya maoni, tunasikiliza wadau, tunahakikisha kwamba ni kwa namna gani tunaweza tukafanya mchakato huo wa mabadiliko ukafanikiwa kwa haraka. Na kumekuwa na sauti nyingi sana hapo katikati kuhusiana na mabadiliko ya sheria hii, ambapo unakuta changamoto mbalimbali zinaelezwa kwa nini mswada haujapitishwa ama kwa nini kumekuwa na mkwamo kwenye mabadiliko ya sheria hii, ambapo mara nyingi wadau mbalimbali wamekuwa wakitajwa kama ni kikwazo, kwa mfano viongozi wa kimila, viongozi wa kidini. Kwa leo tumewaleta hapa wote kwa pamoja kwa sababu ukikaa nao kwa makundi tofauti tofauti, wote wanasema wana lengo la kumlinda mtoto wa kike na wote wanasema kwamba wao sio kikwazo katika mabadiliko ya sheria hii. Kwa hiyo warsha hii ina kauli mbiu inasema one voice one reform. Lengo ni kuleta sauti moja katika mabadiliko ya sheria hii ya ndoa, lakini kama kuna vikwazo basi kwa umoja wetu tujue ni kwa namna gani tunaweza kuvitatua, na ndio maana hapa kuna wadau pia wa serikali, kuna wawakilishi kutoka Wizara ya Elimu, kuna wawakilishi kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, kuna viongozi wa dini, kuna mashirika na mitandao mbalimbali wanaochechemua masuala ya ubadilishaji wa sheria ya ndoa na wasichana wenyewe. Kwa hiyo tumewaleta wadau wote muhimu ambao wanahusika na mabadiliko ya sheria hii ili tuweze kuwa na sauti moja, na kama kuna changamoto tuzitatue kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba mabadiliko yanapatikana kwa wakati, kwa sababu ni muda mrefu sasa toka mahakama. Mimi naitwa Innocent Magesa, ni wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria. Kuhusu swala la sheria ya mtoto mwaka 71, serikali imefanya jitihada mbalimbali na ambazo zinaendelea, na mtakumbuka kwamba serikali ilikwisha peleka mswada bungeni na baadaye ukarudi. Ulirudi kwa sababu ya masuala mbalimbali yanayohusu jamii na masuala ya kiimani, ambayo bunge likaelekeza kwamba turudi tuendelee kukusanya maoni ya wadau. Kwa hiyo ilikusanywa maoni kwa mikoa kama 16 hivi, na bado zoezi hilo linaendelea kumalizia mikoa mingine iliyobaki. Kwa hatujakwama, lakini sababu na hilo serikali, kutokana na hilo sasa utaona complexity ya sheria ya ndoa ilivyo. Serikali sasa kupitia Wizara ya Katiba na Sheria inaendelea kutoa elimu kwa jamii ili tuweze sasa kuwa na sauti ya pamoja wote kuelewa. Utafahamu kwamba wizara inaratibu kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia, ambayo imefika karibu mikoa yote nchi nzima ambako inatoa elimu, lakini kule kwenye elimu utakutana pia na hizo challenge. One of the challenge tunayokutana nao kule, hata wananchi wenyewe, mtu anakuuliza swali ambalo wakati mwingine na wewe mwenyewe ukilifikiria unapata ukakasi, anakwambia hebu fikiria, mimi nina mtoto wa kike amemaliza shule ya msingi yuko hapo, sasa ninamzuiaje? Nitafanyaje sasa? Akae na mnakumbuka tuna mila na desturi, mtu kuzaa nyumbani pia ni sehemu ya changamoto. Kwa hiyo sisi kupitia hiyo kampeni tunaendelea kutoa elimu. Kwa hiyo serikali haijakaa kimya, bado inaendelea kutoa elimu ili jamii ifahamu umuhimu na uelewa na namna ya kulinda msichana na kulinda mtoto kwa ujumla. Lakini vile vile mtakumbuka kwamba tunayo sheria zingine. Ukiacha sheria ya ndoa, bado tunayo sheria ya mtoto ambayo inalinda haki za mtoto. Tuna sheria ya elimu inalinda haki za mtoto. Lakini mtakumbuka sheria ile kanuni ya adhabu sura ya 16 inavyo vifungu vinavyolinda, inatoa adhabu kali. Mnafahamu tu kwamba tuna haya makosa ya kujamiliana yanayotoa adhabu miaka 30. Kwa hiyo serikali bado inaendelea na mchakato, lakini bado ziko sheria zingine ambazo zinasimamia haki za mtoto na msichana kwa ujumla. Kwa jina naitwa Jacob Mosenda, ni mwandishi wa habari na kwa muda mrefu haswa kwenye masuala ya ajenda, elimu, sayansi na teknolojia. Na leo hapa katika mkutano huu uliokutanisha wadau mbalimbali kujadili ili suala la marekebisho ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971,
Mimi nimewakilisha vyombo vya habari, naweza kusema, kwa sababu kazi yetu kubwa tumekuwa toka marekebisho haya, toka mchakato uanze 2016, vyombo vya habari vimekuwa sehemu kubwa ya kufanya umma ujue kinachoendelea na wapi mkwamo ulipo na nini kinafanyika. Kwa mijadala kama hii inapokuja na sisi tunapata nafasi ya kuwepo, ni sehemu mojawapo ya kutaka kujua shida iko wapi, kwa sababu kila mmoja tunavyoangalia sasa hivi, kila mmoja anasema sheria hii irekebishwe kwa sababu ya madhara yake kwa mtoto wa kike. Lakini sasa tunashindwa, shida iko wapi? Nani anakwamisha? Na kila mtu anasema kwamba ni kweli inatakiwa kurekebishwa. Kwa sisi kama vyombo vya habari hatuwezi kuhabarisha umma bila kupata basic kutoka kwa wataalamu wa kisheria, serikali yenyewe. Lakini hapa mijadala kama hii itatuwezesha sasa kujua tunaanzia wapi. Kuanzia hapa sisi kama media tumekuwa tukifanya kazi yetu kwa ukubwa, lakini sasa mkwamo ulipo ndio wadau wenyewe sasa waweze kufanya mchakato wa nini kifanyike ili hatimaye bunge liweze kurekebisha hii sheria ili mtoto wa kike awe salama.